Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Leo tumetembelea mkoa wa Lindi, wilaya ya Liwale, ili kuangalia maendeleo ya zao la korosho. Katika kipindi cha takriban miaka miwili sasa, zao la korosho limekuwa likipanda thamani yake kwa kasi kubwa. Wakulima wengi wa zao hilo wameanza kuboresha maisha yao kwa kujenga nyumba bora. Uchumi wa wilaya ya Liwale unategemea kilimo cha ufuta na korosho, lakini zao la korosho ndio linaloongoza kwa kuchangia uchumi wa wilaya hiyo. Mkuu wa wilaya Liwale anasema msimu huu wilaya imekusanya takriban bilioni 1 na zitasaidia kukuza elimu, kuimarisha afya pamoja na shughuli zingine za maendeleo. Na tumeweza kukusanya karibia tani 17,000 za korosho, kwa hiyo ambazo zimepatia halmashauri yetu karibia bilioni 1 ya mapato ya ndani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani hili zao la korosho, kwa nini tunalipigia kelele sana, linaleta tija kubwa sana. Lakini nina uhakika kabisa kupitia hilo pato la ndani, wilaya tuliona ni vema tukaboresha upande wa sekta ya elimu. Kwa hiyo kupitia hiyo bilioni 1 kuna amount fulani ambayo itakwenda kwenye mfuko wa elimu. Kwa hiyo kupitia hayo mapato ya ndani ya halmashauri tunahakika kabisa miundombinu ya elimu itakwenda kuboreshwa, kama ujenzi wa vyoo, lakini upungufu wa madarasa utakwenda kuwa na tiba yake kwa kupitia huo mfuko wa elimu. Lakini naweza nikasema kwa upande wa wananchi wenyewe, tunaweza tukaona hali ya maisha ya wananchi imebadilika. Ukipita hususani kwenye ujenzi wa nyumba bora, utaona kabisa kuna mabadiliko. Nilipokuja mwaka juzi kama mkuu wa wilaya na mwaka huu 2018 kuna mabadiliko makubwa sana. Watu wameamka, wanajenga nyumba bora, utaona wanafyatua matofali ya block, lakini mapaa yanayofunikwa kule juu, kwa kweli unaweza ukaona kabisa ni nyumba bora zinazoleta hamasa kubwa. Lakini kwa upande wa afya, tumeweza kuhamasisha wananchi wetu kupitia hili zao la korosho. Wameweza kukata ile bima ya afya CHF, ambao tunajua kabisa ugonjwa hauna hodi. Sasa kupitia hii kadi ya bima ya afya itamwezesha mwananchi kuweza kupata matibabu hata pasipokuwa na pesa kwa siku za mbeleni. Kwa hiyo korosho imewawezesha wananchi, wameweza kukata bima za afya na familia zao. Kwa hiyo pale kabisa tuna uhakika matibabu yatakuwa ni ya kutosha. Lakini ninaweza nikasema pia kwa upande mwingine, msimu huu wa mwaka 2017-18 kupitia zao la korosho kumekuwa na mafanikio makubwa kwa upande wa ulipaji wa pesa za wakulima. Mwaka juzi au msimu uliopita kulikuwa na malalamiko mengi, lakini tuliamka tukaongea na vyama vya ushirika, tukawekeana mikakati ambao tunaona sasa kwa mwaka huu 2017-18 imezaa matunda makubwa sana. Malalamiko ya wananchi yamepungua, pesa zao wamelipwa kwa wakati, lakini tumeendelea kuwasisitiza hawa vyama vya msingi kuwa na uaminifu wa kutosha na kuweza kulipa pesa za wakulima kama inavyotakiwa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa kweli kwa upande wa zao la korosho lina tija kubwa sana katika wilaya yetu hii ya Liwale. Kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Wakulima wa zao la korosho kutoka kijiji cha Mikunya na kijiji cha Legeza Mwendo katika wilaya hii waliona baadhi ya mikorosho yao inaanza kukauka. Walichukua hatua za haraka kutoa taarifa kwa afisa ugani aliye karibu yao. Kwa kawaida mikorosho ina magonjwa mengi na yote yanatibika. Kituo cha utafiti cha Naliendele kina utaratibu wa kutoa elimu kwa wakulima
ya njia bora ya kutunza mikorosho, na mkulima anapoona tofauti yoyote katika mkorosho wake atoe taarifa haraka kwa afisa ugani aliye karibu yake. Baada ya kuwasilishwa kwa taarifa hizo, mimi pamoja na timu yangu akiwemo afisa korosho tulikwenda kwenye shamba ambalo limeripotiwa. Ilikuwa ni takriban wiki 3 zilizopita kwa ajili ya kwenda kujiridhisha na yale ambayo yamejitokeza. Na kimsingi tulifika katika eneo na tuliona kweli kuna baadhi ya miti isiyopungua 60 au 70, kati ya 60 au 70 ilikuwa tayari imeshaathirika na imeshafikia hatua ya kukauka kabisa. Tulijaribu kuongea na mkulima mmoja wapo ambaye tulimkuta pale, mama wa jirani. Alijaribu kutupa maelekezo kwamba mti wa kwanza ulianza kuathirika takriban miaka 2 iliyopita, yani kwa maana ya mwaka 2016, 17 ndio miti ambayo ilianza kujitokeza dalili hizo za kwanza. Baada ya ukaguzi ule tuligundua kabisa kwamba hapa ili tatizo sio la kawaida kutokana na aina yenyewe tu ya unyaufu. Na mimi mwenyewe nilijaribu kukagua mti nikabaini kabisa kwamba kulikuwa kuna baadhi ya matawi yalikuwa yanaonekana bado yana rangi ya kijani, lakini yakiwa katika hatua za mwisho. Lakini baada ya kufuatilia zaidi kwa mkulima yule, tulimuuliza, hivi wewe mti unapoanza kukauka mpaka unapoanza kuonyesha dalili za miche majani yanakuwa ya njano mpaka unakuja kufikia hatua hii ambayo inaonekana hapa, inachukua takriban muda gani? Mkulima yule alitutaarifu kwamba yani ndani ya wiki moja mti unaokuta umeshabadilika kabisa, umeshafikia hatua kama hii hapa. Kwa hiyo sisi pale baada ya maelezo yale na kukagua hali ya shamba, mimi na wataalamu wangu tulijiridhisha kabisa kwamba hapa inawezekana kabisa hizi zikawa ni dalili za ugonjwa ule wa unyaufu. Kwa hiyo sasa ili kuweza kujiridhisha kabisa, kuna haja ya kushirikisha wenzetu wa utafiti na Liendele ili waje kwa pamoja tujumuike nao tuweze kufikia maamuzi ya pamoja na tuandae mkakati wa namna bora ya kwenda mbele na hili tatizo. Na kwa sababu taasisi ya utafiti ni taasisi ambayo tumekuwa tukifanya nao kazi mbalimbali hapa wilayani, kwa sababu hata hapo jirani kwenye eneo ambalo tatizo hili limejitokeza lipo shamba letu la majaribio tunafanya kwa pamoja, na shamba darasa liko pale, shamba darasa la korosho ambalo hata msimu wote uliopita tulikuwa tunalisimamia pamoja na wenzetu wa utafiti. Atilia mbali shamba darasa la korosho, pia kuna majaribio mbalimbali ya mazao mengine. Tulimfanya majaribio ya ufuta kwenye maeneo mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sio tu swala la korosho, pia tumekuwa tunafanya nao kazi mbalimbali katika wilaya yetu. Kwa hiyo tulishawishika kwa taarifu ili waje kwa ajili ya kujumuika na sisi katika kuona namna gani nzuri tunaweza tukalishirikia hili jambo. Kwa hiyo tulichokifanya, mimi kwa kushiriki kwa baada ya kupata maelekezo kumtaarifu mkurugenzi mtendaji, tuliandika barua kwa mkurugenzi wa utafiti tukimjulisha uwepo wa tatizo ambalo lipo na hatua ambazo tumezichukua kwa maana kama kwa uwezo wetu, ili sasa waje kwa ajili ya kuja kulishughulikia. Ugonjwa huu ulioikumba baadhi ya mikorosho katika wilaya hii ya Liwale umewatoa ofisini watendaji wakuu wote wa halmashauri na kusimama bega kwa bega na mkulima ili kuhakikisha wanatatua tatizo hili. Takriban kama mwezi mmoja uliopita hivi, wataalamu wetu waligundua kuna tatizo kwenye mikorosho, hasa ya ugonjwa wa kukauka. Nafikiri wenyewe watatoa ufafanuzi zaidi ugonjwa huu unaitweje, lakini ukiangalia mti wa mkorosho huwa unanyauka
na ukishaanza kupatwa na ugonjwa inawezekana ndani ya wiki 2 mti unakauka kabisa, unakuwa kama mti mkavu. Kwa hiyo tulipoona tatizo hili, wataalamu walienda, walitembelea maeneo ambayo ugonjwa upo, na eneo kwa kiasi kubwa lilijitokeza katika kijiji cha Mikunya, mtaa unaoitwa Mlegeza Mwendo. Kwa hiyo wakaangalia, baada ya kuona ugonjwa ni tatizo, wakatoa taarifa kituo cha utafiti cha Naliendele. Na tunashukuru sana, baada ya kuwapa taarifa tu kituo cha Naliendele, mara moja wali respond, wakaja na wakaangalia tatizo jinsi lilivyo, wakatusaidia kuendelea kutambua kitaalamu zaidi aina ya ugonjwa, na wamekuja tena kwa ajili ya kutoa sasa elimu kwa wananchi ni jinsi gani wanaweza wakaepukana na ugonjwa huo. Baada ya wataalamu wa ugani kwenda kuangalia tatizo, walibaini ugonjwa huo mpya unaitwa mnyauko fusari. Ugonjwa huu ni mpya katika eneo hili. Kwa hiyo kwa leo hapa timu hii imekuja kwa mara nyingine kwa ajili ya kutekeleza sasa mkakati ambao tunafikiri utakuwa kutafuta ufumbuzi wa namna ya kupunguza athari ambazo za unyaufu wa mikorosho ambazo zimetokea katika maeneo ya Legeza Mwendo, kwa maana kuna mashamba kama 3 zaidi ya mikorosho kama 70 hivi imeathirika. Kwa hiyo tutakuwa na mikakati sasa ya kuanza kushughulikia namna ya kuzuia maambukizi mapya yasiendelee, lakini wakati huo tutakuwa tunaangalia namna bora ya kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo ambalo limeonekana. Timu ya Kilimo Ajira Yangu iliambatana na mtaalamu wa ugani pamoja na mtafiti mkuu wa zao la korosho toka Naliendele. Tulielekea kijiji cha Legeza Mwendo kuangalia athari za ugonjwa huu wa mnyauko fusari. Hapa ni kikao baina ya wanakijiji na wataalamu wa kilimo. Wakulima walipewa nafasi ya kueleza na kuuliza maswali kutokana na tatizo hilo. Huu ugonjwa umeanza tarehe 17 mwezi wa 6. Wanashamba walikuja wa wilaya, wakaja kuangalia tukio jinsi lilivyowepo, wakaondoka. Wakaja tena kuangalia mabwana shamba wao. Baada ya hapo, baada ya kuondoka kwao, wakaja sasa tuksi ya mabwana shamba karibu 20, maana pikipiki nilizihesabu zilikuwa 20. Wilaya mzima walikusanyika. Baada ya hapo, baada ya kutoka, ndo wakafika jamaa wa utafiti wa Naliendele, wakaja kuangalia na kuchukua sample ya miche na mizizi ya mikorosho. Wakasema tunaipeleka maabara kuifanyia kazi, majibu utayapata. Na wakachukua namba zangu za simu, na mikorosho iliyoathirika iko 32. Shamba langu, shamba la jirani yangu hapo iko mikorosho 14. Kipulizia inakuwa kama tunaongeza ugonjwa. Kwa hivyo biliunga kwa kweli nao hapa unaleta utatizo hivi. Kwa hivyo swala hilo nalo lijulikane katika maeneo haya, huo biliunga umetawala sehemu hizi. Mimi mikorosho yangu ni midogo, ile sasa ile mikorosho inanichanganya. Sababu ile mikorosho nimepanda ndani kuanzia mwaka jana mpaka leo, ile mikorosho haitaki kukua na majani yanakauka juu. Kwa hapo inanichanganya, tatizo sielewi ni nini. Kwa hiyo naomba Naliendele nisaidie nipate nijue mikorosho kwa nini haikui. Majani yanakauka, inakuja inaanza tena upya. Nakauka inaanza tena upya juu. Inanichanganya sana. Nikauliza wakulima wenzangu, wanambeba na hii mikorosho ndio inavyokuwa hivi miaka 3 tunaokota. Kwa hiyo nikiangalia ile pale hata miaka 7 itakaa sitaokota.
sababu nakauka juu kinaanza tena kifukutu chini. Nilikuwa na hilo. Hili tatizo limejitokeza kwa wakulima walegeza mwendo, na huu ugonjwa uko chini ya ardhi, na kikwazo hiki kitakuwepo tu kwa maeneo mengi kwa eneo letu hili, na sisi hatuna kilimo kingine, mazao mengine, hatuna aina ya mazao mengine ya uchumi, ni mkorosho tu. Tutapopatwa na matatizo kama haya, tunaomba serikali ijitahidi kutukomboa kwa namna nyingine moja au namna nyingine, ili tuweze kupata maisha yanayotarajiwa kwa uwezo wa binadamu anavyoishi. Unaona, kwa sababu hili tatizo sio la uzembe wa mkulima, hili tatizo ni uzembe wa hali ya hewa. Kwa hiyo tunachoomba wataalamu pamoja na viongozi wengine mtusaidie kwa hilo, ili na sisi tuweze kupata maisha kupitia uchumi kama unavyoendana na maisha ya Mtanzania sasa hivi. Afisa kilimo wa kijiji aliwaomba wakulima wawe wanatoa taarifa kila wanapoona kuna tatizo katika mashamba yao. Kwa msimu wa kilimo 2017-18 katika vijiji hivi vitatu ambavyo nazungumzia ni Mikunya, Legeza Mwendo na Tuungane, vilikuwa na tatizo kubwa la mikorosho kukauka. Na kwa mara ya kwanza kwa mfano kitongoji kama cha Manyakula, kitongoji cha Legeza Mwendo, cha Songambele, kule ndo ambako mikorosho mingi ilikuwa inakauka. Lakini tatizo kubwa la kukauka ile mikorosho ilikuwa ni ugonjwa wa dieback ambao ulikuwa unasababishwa na hawa mbu ambao watafiti wametuambia. Kwa hiyo hata tulipokuja kwenye hili shamba kwa mara ya kwanza, tulivyoona hizi dalili, kwa sababu ni ugonjwa mpya kwetu, moja kwa moja tulikuwa tumefikiria kwa mara ya kwanza kwamba itakuwa ni dieback. Na ndio maana tulikuwa tumemshauri huyu mkulima kwamba atumie zile dawa za wadudu ili tuone kwamba mabadiliko itakuwaje. Lakini hata hivyo kwamba baada ya siku zilikuwa zinazidi kwenda, maana yake kwamba yale mashamba mengine yalikuwa ambayo tulishauri kwa yameendelea vizuri, lakini hapa na mashamba mengine ambayo yako pale mbele, hayo ndo alikuwa bado ugonjwa unafanya nini, unaendelea. Kwa hiyo pale sasa tukajua bila kwamba hii sasa sio dieback, bali itakuwa ni tatizo jingine. Na ndio maana sisi kama wataalamu tukawa tumeomba wataalamu kutoka kituo cha utafiti na Liendele waje hapa kwa ajili ya kufanya utafiti kuhusiana na tatizo hili. Kwa hiyo ninachowashauri wakulima kwamba sisi wataalamu tupo, tunafanya kazi na nyinyi muda wote, na vizuri kwamba zamani kwamba wakulima wengi walikuwa wamezoea kwamba maafisa kilimo wanapita wanatembelea kule kwenye mashamba yao. Sasa hizi kidogo imekuwa ni vigumu kwa sababu maafisa kilimo wengi wanakuwa wana usafiri. Kwa hiyo anashindwa kufika kwa mkulima. Kwa hiyo mkulima yote ambaye anakuta kwamba ana tatizo lolote katika shamba lake, ni vizuri akafika ofisini. Kwa mfano kama kwenye vijiji vitatu kuna ofisi pale ya kijiji pale. Unakuja unaeleza tatizo lako, tunalifanyia kazi. Hamna mkulima ambaye atakuja atatoa tatizo akashindwa kufanya nini, kusaidiwa. Kwa mfano tukiangalia mwenye hili shamba alifika ndani, ametoa taarifa leo, siku ya pili yake wataalamu kutoka wilayani walifika hapo, wakaangalia tatizo lake ndani ya siku ngapi. Ndio hivyo tunaona hali bado inazidi kubadilika, tukaamua kutoa taarifa kwa watafiti. Kwa hiyo wakulima msife moyo kwamba tufanye kazi, tuko pamoja na nyinyi tunafanya kazi, lakini kwamba nyinyi ndio ambao mnafahamu kwamba bwana shamba anapatikana wapi. Na ni rahisi nyinyi kunipata mimi kuliko mimi kuwapata nyinyi. Kwa hiyo kile ambacho kwa na washauri au kuwaomba kwamba mnapoona mna tatizo, msinisubirie mimi nije kwako, bali wewe nifuate mimi ili uone kwamba hilo tatizo tunalimaliza vipi. Mtafiti wa zao la korosho toka kituo cha utafiti na kilimo na Liendele, Dr. Wilson Nene, anaeleza sababu na chanzo cha ugonjwa huo. Kwa kweli ili tatizo la kukauka kwa mikorosho limeanza kujitokeza katika baadhi ya maeneo yanayolima korosho,
na hapa Liwale limeonekana katika kijiji hiki cha Legeza Mwendo. Tulipata taarifa kutoka ofisi ya mkurugenzi wilaya ya Liwale, na zilipotufikia ofisi ya mkurugenzi wa Naliendele, basi ikatumwa timu ya wataalamu kuja kuangalia ni tatizo gani. Tulipofika kwenye mashamba yalipoathirika hapa Legeza Mwendo, ndio tukakuta mikorosho mingi imekauka. Sasa kwa kutumia uzoefu tuliweza kujua ni nini tatizo kubwa hili la mikorosho kukauka. Hasa sababu yake ni ugonjwa, na ule ugonjwa unasababishwa na vimelea. Vimelea hivyo vinaitwa fusari. Kwa hiyo ni ugonjwa wa kukauka kwa mikorosho unaoitwa mnyauko fusari. Vimelea hivyo ni vya kwenye udongo. Ni tofauti na magonjwa mengine ambayo tumeyazoea kama ubwiliunga, kama blight. Vimelea vile viko hewani na vile tumekuwa tukivitibu tu kirahisi na mikorosho haikauki. Si ndio jamani? Lakini huu hapa chanzo chake ni kwenye udongo. Kwa hiyo vile vimelea vinakuwa kwenye udongo, vikipata nafasi, mazingira yakiwa mazuri kwao, na kukawa kuna kama vidonda kwenye mizizi, ndio maeneo ambayo vile vimelea vinaweza kuingilia. Kwa hiyo vikishaingia vinaenda kwenye mirija ya mkorosho. Mkorosho unahitaji chakula, mkorosho unahitaji maji ili uweze kuishi, si ndio? Sasa maji yanakuwa yanatakiwa yatoke chini, yapande juu, yaende kwenye maeneo mbalimbali ya ule mkorosho. Lakini pia hata chakula kinatakiwa kitoke juu kupitia kwenye majani, kisambae mpaka chini kwenye mkorosho ili uweze kuishi. Sasa kinachotokea, vile vimelea vikishaingia kwenye mizizi, vinaenda vinaziba mirija inayopitisha maji na virutubisho vingine kwenda juu kwenye mkorosho. Kwa hiyo kama maji yatakuwa hayaendi juu kwenye mkorosho, matokeo yake ni nini jamani? Ni kwamba mkorosho ule utafanya nini? Utakauka. Kwa hiyo ndio maana hapa mkulima ameanza kutueleza kwamba ameanza kuona majani kule, matawi kule yamekauka, yanakauka mpaka mkorosho mzima unakauka mpaka unakufa kabisa. Ni kwa sababu hakuna virutubisho vyovyote wala maji yanayokuwa yanatoka chini kwenda juu kwenye ule mkorosho. Na pale kinachoendelea ni kwamba unakuta kwamba kwenye mzizi kunatokea mrija wa maji ambao ukija unatakiwa usambazie matawi kadhaa, yanaweza yakawa matawi mawili au matatu ya mikorosho. Sasa vile vimelea vikienda vikauzuia ule mzizi, ndipo taanza kuona hayo matawi ya mzizi huo kama huo mrija ulikuwa unapeleka kwenye matawi mawili au matatu, basi hayo matawi mawili matatu ndiyo yataanza kukauka. Utaanza kuona majani ya matawi hayo mawili matatu yanakuwa ya kahawia, kutoka kwenye ukahawia mpaka hizo yanakuwa ya njano kwenye kahawia mpaka kukauka kabisa.
Kwa hiyo na mzizi mwingine nao pia ukipata hivyo vimelea, na mwingine ukapata vimelea, na mwingine ukapata vimelea, mirija yake yote inayokwenda hayo matawi mbalimbali ya mikorosho nayo pia yatafanya nini? Yatakauka. Kwa hiyo mwishowe mkorosho mzima utakuta umefanya nini? Umekauka. Kwa hiyo chanzo hakianzii juu kwamba kimeanzia hewani au kwamba vimeambukiza kwa kuanzia hewani. Hapana, chanzo ni kwenye nini? Kwenye udongo. Vile vimelea vinakuwa kwenye udongo, vinazuia chakula na virutubisho na maji na virutubisho visipande. Kwa hiyo uhai unakuwa ndio hakuna kabisa. Nafikiri tumeelewana vizuri. Mtazamaji, leo tunaishia hapa. Wiki ijayo tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Asanteni.